Kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa urejee kuketi. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, inaombwa sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ukaketi katika kigoda maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kukabidhiwa silaha za jadi. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, silaha hizi za jadi zitakabidhiwa kwako na Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito. Huyu ni mwakilishi wa wazee kutoka Tanzania Bara. Mzee huyu alizaliwa mwaka 1952 katika kijiji mkoani Dodoma katika wilaya ya Chamwino. Ameshawahi kuwa mtumishi wa umma kwa nafasi mbalimbali zikiwemo mwalimu wa shule ya msingi Majeleko Chamwino Dodoma mwaka 76 hadi mwaka 1995. Vile vile alishawahi kuwa mratibu wa kata ya Chipanga mkoani Dodoma, akiwa vile vile alishawahi kuwa afisa tarafa. Asante. Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito anakabidhi mkuki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Inaombwa sasa nimkaribishe Bi Ubwa Hamisi Ali, mwakilishi wa wazee kutoka Zanzibar. Bi Ubwa alizaliwa tarehe 10 Disemba 1958 Mbuzini katika mkoa wa Mjini Magharibi. Asante. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekabidhiwa ngao pamoja na mkuki, ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda, kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Inaomba sasa Mheshimiwa Rais urejee kuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata sasa ni dua pamoja na sala toka kwa viongozi wa dini. Kwa heshima kubwa, inaomba sasa nimkaribishe Al-Haji Sheikh Dr. Abubakari Zuberi bin Ali Mbwana, Mufti wa Tanzania, aongeze dua kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania. Faliyatafadhali Mufti, karibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe, na rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ziwashukie ndugu zake katika manabii na mitume waliomtangulia. Ewe Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki ufalme wote, unampa ufalme umtakaye na unamvua ufalme umtakaye, unamtukuza pia umtakaye na unamdhalilisha umtakaye. Kheri zote ziko mikononi mwako, na wewe ndio mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ewe Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu wote, wewe unaumba utakacho na unachagua pia utakacho. Kwa radhi yako na mapenzi yako umemchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6. Sisi waja wako wanyonge tumepokea na ukubali bila kigegezi uchaguzi wako wewe Mungu na maamuzi yako, na kwa ikhlas tunakiri kuwa tuko radhi muda wa kuwa wewe Mwenyezi Mungu uko radhi na yeye. Na wewe mwenyewe umesema wazi wazi kuwa mwanadamu yote hata atake vipi atachokitaka hakiwi ila kile ambacho wewe umekitaka, kwa kusema ndani ya kitabu chako kitukufu kwamba hamtaki nyinyi binadamu ila pale atakapotaka Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe. Hivyo umemridhia pia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi awe makamu wake wa rais na msaidizi wake mkuu. Haya yanadhihirisha mapenzi makubwa na fadhila kubwa juu yao. Tunakuomba ya Allah kwa kudra zako na rehema zako zilizoenea juu ya kila kitu, umuongoze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutekeleza majukumu yake vyema kwa msaada wako usiotindika. Mpe taufik aweze kuliongoza taifa letu kwa uadilifu, kuchunga haki, kujali utu na ubinadamu. Ya Rabbi, mpe nguvu katika nguvu zako, na mpambe na uchapakazi kama ambavyo ni sifa yake. Mpe pupa ya maendeleo, busara, hikma. Mpe umakini, weledi, ari, himma na mafanikio makubwa katika kazi zake. Ya Allah, mbarikie katika analoliwaza kulifanya, na mbarikie katika mipango yake yote. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe wasaidizi wema watakaomsaidia katika serikali atakayoiunda. Mpe jicho la ndani lenye siri litakalo muonyesha mazuri na mabaya kama ulivyowapa waja wako wema. Twakuomba ya Allah, mkinge rais wetu na shari na hasadi na kijicho na mabalaa ya usiku na mchana, yeye na familia yake na jamaa zake wote, na anayemfia uchungu pia. Mlinde kwa siri ulioitumia kuilinda na kuhifadhi Qur'an tukufu na vitabu vyako vyote vitakatifu ambavyo umeviteremsha juu ya mitume yako, na umpe umri mrefu wa kheri na siha kamili. Umnusuru kama ulivyowanusuru mitume yako, rehma na amani zishuke juu yao. Twakuomba tena umbarikie Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, aweze kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais katika kuleta maendeleo ya taifa letu, na mfadhilishe kwa kumpa baraka katika umri wake pia na afya njema. Mlinde, mhifadhi bila na kila lisilofaa. Mola wetu wa haki, twakuomba sana kwa kujinyenyekeza kwako wewe, ilinde amani ya nchi yetu, tupe miminiko la utuvu na kuwa na mapenzi ya nchi yetu. Tia katika nyoyo zetu upendo, huruma, uzalendo, uwezo wa kupambanua zuri na baya. Tuondoshe vitoitoi vya roho tulivyo navyo, tia utuvu katika nyoyo zetu. Tunakuomba usijaribu kwa mitihani mizito, wala ya Rabbi usitufitinishe kati yetu.
tuondoshee ghadhabu zako na machukivu yako kwetu sisi waja wako dhalili, wala usitupatilize kwa yale yaliyofanywa na baadhi yetu, wala usitusaliti wala kuisaliti nchi yetu na taifa letu kwa madhambi tulionayo. Mwenyezi Mungu, dhambi tulizonazo hazipunguzi ufalme wako, wala taa tulionayo haizidishi katika ufalme wako. Wewe Mwenyezi Mungu ndio unayezigeuza hali za watu, basi sikiliza kilio chetu, uzigeuze hali tulizonazo ziwe hali nzuri. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo utakavyo wewe, geuza nyoyo zetu ziwe nyoyo njema zenye utii, uoga, huruma na usikivu. Jaalia nchi yetu iwe na baraka katika kila kitu, na wananchi wake wawe na mafanikio makubwa katika mambo yao yote. Ewe Mola wetu, unatuona na unazijua hali zetu, wala hakuna kitu kilichojificha juu yako katika mambo yetu tulionayo. Inatosha maombi yetu yote, utukubalie na utuitikie. Ewe Mola wetu, kubali. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran Mufti wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, inaombwa sasa nimkaribishe Baba Askofu Dr. Joseph Mtolela aongoze sala kwa niaba ya Jumuiya ya Wakristo wa Tanzania. Karibu Baba Askofu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, Mola wetu mwingi wa rehema, uliye asili ya upendo na amani, tunakushukuru kwa taifa letu la Tanzania na rasilimali zake zote ulizonukuru. Ewe Mwenyezi Mungu uliyewaita na kuwateua wafalme na watawala hapa duniani, unaowataka na kwa wakati wako. Israeli walipoonewa na Sisera kwa muda wa miaka 20, ulimuinua Nabii Debora mwana mama kwa mwamuzi na kiongozi awaamue na kuwaokoa. Tunakushukuru tena ulivyomuita na kumuinua Daktari Samia Suluhu Hassani kupitia sanduku la kura za kutosha. Mjalie rehema, upendo, mjalie afya njema na hekima, mjalie busara na uongozi uliotukuka kama ambavyo amefanya. Neema yako pia imjalie kiongozi wetu wa taifa, ambapo sasa anabeba mzigo mkubwa mzito sana wa kuongoza taifa letu. Baba, tunakuomba mjalie na kumpa viongozi wachapakazi watakaomsaidia kubeba mzigo huu. Wa kwanza wao akiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye ameapa kwa muda mfupi kuwa makamu wa rais. Msaidie amani, upendo, rehema na uvumilivu na hekima njema kumsaidia kiongozi wa taifa. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuwabarikia hawa viongozi wetu wachaguliwa. Wajalie furaha ya moyo, roho ya uvumilivu, ukiwaepusha na kila aina ya shari. Mungu Mwenyezi, lijalie taifa letu amani, utulivu, liendelee kuwa kisima cha amani kama ambavyo limekuwa siku zote. Mola wetu Mwenyezi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassani anapoanza tena kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 tena, ewe Mwenyezi Mungu, mbarikie maono yake yote, ayakamilishe kwa amani na salama. Umwangazie nuru za uso wako na kumfadhili. Umuinulie mkono wako wenye nguvu na kumzawadia amani ya moyo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante Baba Askofu Mtolela kwa sala. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa sasa nimkaribishe Padri Dr. Felix Mwishobozi kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC aongoze sala. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutujalia nchi nzuri ya Tanzania na raia wake. Tunakuomba umbariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye ameapa leo. Umbariki,
pia makamu wake Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Mungu, tunawakabidhi katika maongozi yako, wawezeshe kuwatumikia Watanzania kadiri ya mapenzi yako. Aidha, tunawaombea wote waliopoteza maisha yao wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, uwapokee kwako mbinguni. Pia wale wote walioumia au kupoteza mali zao wapone haraka. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu na Maria Mtakatifu, uliyekingiwa dhambi ya asili, mlinzi wa taifa letu la Tanzania, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaomba sasa nimkaribishe Baba Askofu Dr. Vernon Fernandez, Mwenyekiti Taifa wa Makanisa ya Kipentekosti Tanzania CPCT. Karibu. Shalom, shalom, shalom. Namshukuru Mungu wa mbingu, wananchi, kwa neema aliyotupa kuwepo hapa leo. Kama mwenyekiti wa CPCT Taifa, awali ya yote naomba kusema machache katika sherehe hii ya kuapishwa kwako. Mheshimiwa Rais, umepokea jukumu kubwa ya kihistoria hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, taifa limegawanyika na mioyo ya watu imejeruhiwa kwa namna mbalimbali. Ombi langu kwako kwa niaba ya umma wa Tanzania, uliletee taifa pamoja na kuiponya mioyo hii, hili likiwa kipaumbele chako. Naomba niombe. Mungu Baba, tazama tuko hapa sisi wa Tanzania, tumeumbwa kwa mfano wako. Tazama Baba, hakuna mwanadamu ambaye ni mwenye haki. Tumekukosea, tena tumekukosea sana. Tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe dhambi zetu, tunaomba utusamehe makosa yetu ambayo tumefanya ndani ya nchi hii. Mungu, uturehemu kwa damu ya Yesu. Baba, leo hii tuko mbele yako kwa sababu umekubali kumpa mama yetu, rais wetu, hii kibali chako cha kuwa rais wa awamu huu wa 6. Baba, ninaomba kama vile ulimpa hekima na akili nyingi na nguvu nyingi kwa Mfalme Sulemani, naomba mpe yeye hekima nyingi, busara nyingi, akili nyingi na uwezo nyingi. Mungu wangu, kama vile katika Agano la Kale uliwatia nguvu wafalme kuongoza nchi, ninaomba mpake mafuta yako aweze kujua siri zako. Baba, kuongoza mwanadamu ni kazi kubwa. Kuongoza watu Baba, wana mawazo mengi sana. Wengine wanaumia, wengine wanafurahi. Nani ataweza kumwasaidia? Naomba mpake mafuta watumishi wako, rais pamoja na makamu wake, waweze kushika nchi yetu, waweze kuleta amani. Na Baba, vidonda ambavyo vimekwepo ndani ya wanadamu viweze kupona. Haya nimeomba katika jina la Baba na ya Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Asante. Baada ya tukio hilo, ni waombe sasa wazee wasindikizaji pamoja na majaji kumpokea sasa Mheshimiwa Jaji Mkuu pamoja na jopo lote la kiapo, wakifuatiwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Brass band tunaomba muongoze. Asante. Inaombwa sasa Mheshimiwa Jaji Mkuu kuongoza jopo la wapisho kurudi jukwaa kuu. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tunaomba pia ukajumuike jukwaa kuu pamoja na Makamu wa Rais mstaafu Mheshimiwa Isidore Mpango. Tumpokee Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, baada ya taratibu za kiapo kukamilika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ataelekea kwenye jukwaa dogo lililopo uwanjani kwa ajili ya salamu ya Rais, wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapigwa na kuimbwa, brass band ikituongoza sambamba na bendera rasmi. Salam ya Rais.
Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa linakwenda kuumba umbo la alfa. Inaombwa tuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho lililoandaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liko tayari kwa ukaguzi wako, Mheshimiwa Rais. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakagua gwaride likiwa kwenye umbo la alfa. Alfa ni herufi ya kwanza katika herufi 26 za lugha ya Kigiriki, ikimaanisha mwanzo wa jambo jema. Leo hii gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeumba herufi alfa, ikiashiria mwanzo wa uongozi.
wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu hivi sasa anaelekea jukwaa kuu. Jukwaa kuu, naomba tumshangilie Mheshimiwa Rais. Inaombwa tuketi. Gwaride sasa linarudi katika umbo lake la kawaida. Inaombwa tusimame. Salam ya Rais. Hasbatu.
Wanajeshi Tanzania, heshima na utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Ima! 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 Red! Kofia kichwani! Wait! Grenade! Slap! Grenade! Wait! Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, hapa ndio mwisho wa gwaride rasmi la uapisho. Ninaomba kutoa gwaride uwanjani, Mheshimiwa Rais. Taka uwanjani! Kunja bendera kiongozi! Jumla! Dia! Geu! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu limeandaliwa kwa maelekezo ya Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi General Jacob John Mkunda. Msimamizi mkuu wa gwaride ni Meja General Malko Elisha Gaguti akisaidiwa na Brigedia General Kamanda Makanya Eras. Kamanda wa gwaride ni Kanali Christian Adrian Ngabi na naibu kamanda wa gwaride ni Luteni Kanali Naima Abduli Ari. Ajutanti wa gwaride ni Meja Josephati Chacha Isomba. Matroni wa gwaride ni Luteni Kanali Subira Isihaka Tuli. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa linatoka uwanjani kupisha ratiba nyingine. Asante.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, viongozi wote wanaowakilisha nchi mbalimbali ambao wamewasili hapa na kushuhudia kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi, mabibi na mabwana, kwa hakika tunayo kila sababu ya kulipongeza jeshi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba tuwapongeze sana wanajeshi wetu, makofi mengi na tupekee bendera juu kabisa. Asante sana kwa kazi hii adhimu, kazi iliyotukuka katika kuapishwa kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Na baada ya hapa, baada ya gwaride kutoka, kutakuwa na ratiba itakayofuata. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ridhaa yako ratiba hiyo iweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Asante sana kwa kunisikiza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, sherehe hizi za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu zimehudhuriwa na viongozi wakuu kutoka katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kusini mwa Afrika. Kwa ridhaa yako, naomba niwatambulishe viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria hafla hii. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Tunaye pia Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Tunaye pia Mheshimiwa Jenerali mstaafu Dr. Chiwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Tunaye pia Mheshimiwa Jessica Rose Epel Alupo, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Musradin Abdul, Makamu wa Rais
wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Yeye ni rais wa bunge la Komoro, lakini pia ni kiongozi mwandamizi wa pili wa dola. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaye pia Mheshimiwa Anzuluni Iseletiso Floribet, waziri wa ushirikiano wa kikanda na mjumbe maalum wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa makamu wa rais wastaafu. Asante. Tunao pia waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Rais, tunaye pia mheshimiwa mawaziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Djibouti. Tunaye pia waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Jamhuri ya Botswana. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Injinia Sherif Meji Al-Shebi, waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Misri. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi kutoka Tanzania na vile vile tunaye mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais, tunao pia wageni kutoka vyama rafiki kikiwemo Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa nchini. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa. Tunao pia wawakilishi wa nchi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, tunao pia wabunge wateule. Tunao wawakilishi wateule na madiwani wateule. Mheshimiwa Rais, tunaye pia makamu wa pili wa rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mheshimiwa waziri kiongozi mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wagombea urais wenza. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi watendaji wa vyombo vya habari, wahariri pamoja na waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, kusanyiko hili pia limekusanya machifu pamoja na wazee wa kimila, wasanii na wananchi wote wanaofuatilia sherehe hizi katika vyombo vya habari mbalimbali. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya utambulisho huo, basi kwa heshima na taadhima ninakuomba nimkaribishe Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye aweze kutoa salamu. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mbalimbali, mabibi na mabwana, ni heshima na furaha kubwa kwangu kusimama mbele yako Mheshimiwa Rais na mbele ya umati wa watu wa kiwango hiki. Kwa niaba ya Warundi na kwa niaba yangu binafsi, ninakuomba upokee mapongezi yangu na dhati kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa kwako kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ningependa kuwapongeza ninyi raia wote wa Tanzania kwa jumla kwa namna mlivyopiga kura. Katika ulimwengu wa leo, mnajua kwa wananchi upigaji kura ni kama mtihani. Mumefaulu mtihani, hongera sana. Tunawaahidi kama Warundi kuwa pamoja nanyi na kutumika pamoja na viongozi wenu katika harakati zote ambapo tutahitajiwa. Mheshimiwa Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu, na undugu huyo sio kitu kilichoanza leo, bali ni kabla hata kupata uhuru. Baada ya nchi zetu mbili kupata uhuru, Tanzania imepokea na kuwahifadhi raia wengi wa Burundi, hata tunajisikia nyumbani. Kutokana na mawasiliano wa urafiki vilivyopo baina ya raia wa Burundi na wa Tanzania, furaha ya Watanzania leo ni furaha ya Warundi. Mawasiliano hayo yana msingi ya historia ndefu ambayo Warundi na Watanzania wanachangia. Licha ya kuwa jirani, tuko ndugu, tuko pamoja kama mti na gamba, na ni mwendeo unaostahiki kuigwa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, amani haina bei, na Watanzania mumeelewa vizuri msemo huo, kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Kwa hiyo katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo, yaani nchi ya amani, utulivu, ukarimu, maridhiano na maendeleo. Kwa upande wangu kama rais na kwa niaba ya Warundi wote, ninajitolea kuendelea na miradi ya maendeleo tunayoichangia na Tanzania. Ningependa pia kuzungumzia umuhimu wa kuzingatia na kulinda usalama wa mipaka ya nchi zetu, tukitumika bega kwa bega. Vile vile ni sharti tuzingatie umuhimu wa kulinda usalama wa raia wetu dhidi ya tisho lolote linaloweza kusababisha vurugu katika kanda letu. Mheshimiwa Rais, nina uhakika ya kwamba chini ya uongozi wako wenye maono maalum, Tanzania itaendelea kuwa nyota kwenye njia
ya kudumisha amani, kuimarisha maendeleo na umoja wa kikanda. Kwa kumaliza, Mheshimiwa Rais, ninasisitiza mapongezi yangu kwa sikukuu hii. Ninakutakia tena kila laheri katika utimilifu wa dhamira kuu, dhamira ya kuwa nyota ya raia wa Tanzania hata na bara Afrika. Mwenyezi Mungu abaki nanyi wa Tanzania leo na hata milele. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Burundi, na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Thank you very much, Your Excellency, our dear sister, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, heads of state and government from different countries, former presidents, prime ministers that are present here, our cabinet colleagues from Tanzania, from the countries that are represented here today, and indeed government officials, yes, from Tanzania, but from our other countries. May I say, distinguished ladies and gentlemen, today is a very important day for the people of Tanzania. It's an important day for the people of the countries that border Tanzania, our regions, Southern African Development Community, I do believe East African Community, the African continent, and the world at large. We celebrate our sisters' ascension once again to the presidents of the United Republic of Tanzania. Congratulations to you, Madam President. Congratulations to your team members, Vice President, who has been sworn in together with you today. But we also celebrate, we want to indicate that we celebrate with you, we congratulate you, we celebrate with you the importance of the United Republic of Tanzania moving as one country. This is very important. Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. As we know, instability anywhere is instability everywhere. We do understand the importance of maintaining peace and stability in our individual countries. We do understand that if we lose peace in one country, we're all affected. And that is very important. The Republic of Tanzania knows this too well. The people of Tanzania know this too well. In the struggle to liberate, to seek, to achieve independence in the Southern African region, this struggle was anchored by Tanzania and Zambia, hosting liberation movements. And we knew the importance then, the leaders before us knew the importance of ensuring that our neighbors were independent, because if they were not, we were all affected. Somehow we got bombed,
somehow we got several negatives going on. We understood it then. We understand it more now. I want to cite how we've worked together in Cabo Delgado, northern Mozambique, SADC, putting our men and women in uniform and civilians together to support Mozambique. We know what we've been going through to support Congo DR in Eastern Congo. The importance of bringing that part of our region to a level where it will be integral to the maintenance of peace, security, and stability. We know the value of peace, security, and stability. I want to appeal to the people of Tanzania, mainland, Zanzibar, Pemba, and others, that what you have enjoyed over years, decades, must be protected at all costs. At all costs. You cannot try the opposite. You cannot experiment the opposite. To have a breakdown in the rule of law, law and order. You don't have to look too far. Just look at countries that are afflicted by this menace. I call it a menace. And once you lose it, you probably never regain it properly. It will linger on and destabilizing children in school, destabilizing families, essentially taking away the time, the resources, and all the efforts meant for development. That's the quest I decided to place on the table today. And that all of us in this region, on our continent, must work day and night tirelessly to maintain peace, security, stability for development. Very simple. Peace, security, stability for development. And there's a lot to be done on the developmental side of the equation. When we are challenged, when we have complaints, we have problems, let's come to one table only. That's the dialogue table. The dialogue table. That's the one which we should use, we should invoke to deal with our challenges of any kind. Madam President, I want to indicate that our political party in Zambia was in opposition for 23 years. I led our party of those 23 years, 15 years. I lost many elections. I had the motivation to go in the streets when we felt that we did not get treated properly during elections. I was always the first one to say, no one goes in the streets. No one. Those who supported us genuinely complained, particularly 2 elections, that I took the responsibility and the leadership that I cannot send my men and women, citizens of Zambia, in the streets to damage property, to kill somebody, because that blood will be on my hands. And I said, we will use democratic processes. And we did. And we were patient. Today we've been privileged to lead our country. And we inherited a country which is peaceful. It's our duty to keep our country peaceful and hand it to those who come after us in peace. That's my call to my brothers and sisters in Tanzania. Zambians are with you. They understand the challenges, the pain, the opportunities as well, which are many. Take the side of opportunities, and everything will be okay over time. Remember,
God's time is the best. God's time is the best. When we hear that sound, that indication of God's time, you don't have to listen hard. It comes simple and straight. So I want to wish, behalf of Zambia, behalf of SADC, if I may speak on behalf of my colleagues. I know they are here, they may speak. And other regional bodies, yes, continent. I have no right to speak for the continent, but it's an obligation that let's place a premium on peace, security, stability. And then the rest will be focused on creating opportunities for our people, including young people, the Gen Zs. The only way we can take care of them is to send them to school, give them skills, give them opportunities for jobs, for business, and indeed others. Madam President, once more congratulations, and we wish you well as you lead all the Tanzanians, including those who didn't vote for you. Find space, find systems to reach out to them. But you have our best wishes, and we look forward to cooperating with you. We in Zambia are doing a lot of work together with Tanzania, joint projects, Tazama, Tazara, which we have just agreed to rehabilitate, to move our goods and people easier across the countries. We are indebted to Tanzania. When we needed access to the sea during the independence struggle of Southern Africa, our routes were shut down. President Nyerere, President Kaunda, with the support of cooperating partners, made Tazama possible, made Tazara possible. We will continue walking that journey. All the best. God bless you. God bless the people of Tanzania. Thank you very much. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuombe uniruhusu ni watambulishe mabalozi ambao tuko nao hapa. Tunaye balozi wa Falme za Morocco, tunaye balozi wa China, tunaye balozi wa Kenya, tunaye balozi wa Burundi, tunaye balozi wa Rwanda, tunaye balozi wa Misri, tunaye balozi wa Libya, tunaye balozi wa Cuba, tunaye balozi wa Zimbabwe. Mheshimiwa Rais, tunaye balozi wa Indonesia, tunaye balozi wa Qatar, tunaye balozi wa Oman, tunaye balozi wa Russia, tunaye balozi wa Korea, tunaye balozi wa Iran, tunaye balozi wa Uturuki, tunaye balozi wa visiwa vya Komoro, tunaye balozi wa Algeria, tunaye balozi wa Brazil, tunaye balozi wa Saudi Arabia, tunaye balozi wa Japan, tunaye balozi wa Angola, tunaye balozi wa Ufaransa, tunaye balozi wa Somalia, tunaye pia balozi wa Uganda, tunaye balozi wa Afrika ya Kusini, lakini pia tunaye balozi wa DRC. Naomba tuwapigie makofi. Mheshimiwa Rais, adhara hii pia tunaye Bi Susan Ngongi na Mondo. Huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa hapa Tanzania. Tunaye Shigeki Komatsubara, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa. Tunaye pia Dr. Alex Gasasira, huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la afya duniani. Tunaye Bi Caroline Mugala, mkurugenzi wa ILO, shirika la kazi duniani. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bi Catherine Gifford, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa
linaloshughulikia masuala ya wanawake. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bwana Mark Brian Schreiner, mwakilishi mkazi wa UNFPA. Tunaye BLK Wilsh, mwakilishi mkazi wa UNICEF. Lakini pia ni kuomba niruhusu nitambue uwepo wa Bwana Ronald Tran Bahui, huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la chakula duniani. Mheshimiwa Rais, pia tunao wawakilishi wa heshima. Tukianza na Mheshimiwa Hussein Hamadi, mwakilishi wa heshima kutoka Sierra Leone. Tunaye Mheshimiwa Kalpesh Mehta, mwakilishi wa heshima kutoka New Zealand. Lakini pia tunaye mwakilishi wa heshima Shekhar Kanabar kutoka Lithuania. Mheshimiwa Rais, napenda pia utambue uwepo wa waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani, lakini pia tunaye jaji kiongozi na majaji wa mahakama kuu. Ninashukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa kuwatambulisha wagombea wa kiti cha urais cha mwaka 2025 kutoka vyama mbalimbali vya siasa ambavyo idadi yao ilikuwa ni 17 na ambavyo vilishiriki uchaguzi mkuu. Chama cha NCCR Mageuzi, chama cha Chauma, chama cha NRA, chama cha NLD, chama cha SAU, chama cha UDP, chama cha DPRI, chama cha Demokrasia Makini, chama cha CURF, chama cha ADA TADEA, chama cha TLP, chama cha CCK, chama cha ADC, chama cha UMD, chama cha AAFP, chama cha UDP na mwisho chama cha CCM. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya utambulisho huo, kwa heshima na taadhima, nikukaribishe sasa uweze kulihutubia taifa la Tanzania. Karibu Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmoud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Jenerali mstaafu Dr. CGDN Chiwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe, Mheshimiwa Jessica Rose Epel, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Mostradin Abdu, Rais wa Bunge la Muungano wa Visiwa vya Komoro na kiongozi mwandamizi wa pili wa dola, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa makamu wa rais wastaafu, waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar, mawaziri wakuu wastaafu, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania,
Jaji Mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa na wakilishi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa wabunge wateule, wawakilishi wateule na madiwani wateule, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, Tanzania oye! Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru wa Tanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza vyema uchaguzi na kumpongeza aliyeshinda. Aidha, nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi na vyama vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi Zanzibar kwa kumaliza uchaguzi kwa salama na amani. Zanzibar oye! Pongezi zangu pia ziwaendee wote walioshinda kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na udiwani kote nchini. Kwa wote niwaambie, uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Waheshimiwa marais, viongozi, ndugu wananchi, shughuli inakuwa nzuri na ya kufurahisha ikihudhuriwa na ndugu zako wanaokupenda. Tanzania leo imejawa na furaha kubwa kuona baadhi ya waheshimiwa marais wenzangu na viongozi mbalimbali wa nchi jirani na nchi marafiki wamejumuika nasi katika tukio hili. Pamoja na kwamba tulitoa mwaliko kwa muda mfupi, kwa wale walioshindwa kushiriki, tunatambua uzito wa majukumu yao na tunajua mioyo yao ipo pamoja nasi. Tunashukuru pia wote waliotuma salamu za pongezi kwetu. Tunasema asanteni sana. Ndugu wananchi, uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi
tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia, hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi.
lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi, la hasha, bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa, na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania, na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri kabisa. Pigeni vigelegele, wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Wapo pia mabalozi kutoka nchi za Ulaya, Umoja wa Falme za Kiarabu, balozi wa Vatican, balozi wa Italia, balozi wa India, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ethiopia, balozi wa Msumbiji. Asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais mliopo, waheshimiwa viongozi wa wakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, waheshimiwa viongozi wa kitaifa na mataifa mliopo, waheshimiwa viongozi wakuu wa staafu mliopo, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa siasa na madhehebu mbalimbali ya dini, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu leo hii tarehe 3 Novemba 2025. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais na Nenyon TV Kimiga.